Karibu tena leo katika kipindi chako cha Zijue Senti Zako, kipindi ambacho kinakupa maarifa na mbinu rahisi zinazokuwezesha kusimamia fedha zako na kuziwekeza kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Mimi ni Maombi Abdieli kutoka Toronto Legacy Services kwa ushirikiano mkubwa na Rendwellers Media. Leo tutaenda kuzungumzia jambo ambalo linaonekana dogo sana kwa watu wengi, lakini ambalo lina madhara makubwa sana kwenye mustakabali wa maisha ya kifedha. Jambo lenyewe ni matumizi ya kila siku. Umeshawahi kujiuliza watu wanakuwa hawana vipato mwisho wa siku, hawajui hela zao zinapoteaje? Jibu lipo kwenye matumizi yale madogo madogo ambayo hawawezi kuyafuatilia na kuyagundua. Kipindi chetu leo kitaenda kuangazia ni kwa namna gani ambavyo matumizi madogo madogo yanaathiri ukuaji wa mtu kiuchumi. Kila senti inayotumika inatakiwa kujulikana inaenda wapi. Katika kanuni za kifedha ni lazima uweze kufuatilia kila senti unayotumia katika matumizi yako ya kila siku, ili mwisho wa siku uweze kugundua ni wapi pesa zako nyingi zinapotelea. Watu wengi wanashindwa kuwa na tabia ya kufuatilia matumizi yao madogo madogo, na mwisho wa siku wanajikuta fedha zao zimeisha bila kuwa na taarifa nazo. Chukulia mfano wa mtu ambaye anatenga shilingi 5,000 kila siku kwa ajili ya chai tu. Huyu mtu ukimpigia hesabu kwa wiki anatumia sio chini ya shilingi 30,000 ambayo ni kwa ajili ya bajeti ya chai. Ukizidisha mara siku 30, huyu mtu tayari anatumia zaidi ya 100,000 kwenye bajeti ya chai tu. Huyu mtu akija kukosa pesa sio uchawi, ni kwa sababu haya matumizi madogo madogo ambayo yeye hayazingatii ndio yanayomfelisha. Ili uweze kudhibiti fedha zako, kanuni kubwa ya kwanza ni utambue kudhibiti matumizi yako ya kila siku, yawe madogo yawe makubwa. Sasa leo tuangalie hatua kubwa 3 ambazo unaweza kuzitumia ili kudhibiti matumizi yako ya kila siku kwa ufanisi. Hatua ya kwanza, weka mipaka katika matumizi yako. Kwa mfano, chakula, usafiri, starehe na kadhalika. Unapokuwa umepanga budget ya chakula kwa mwezi huu haitakiwi kuzidi 200,000. Hakikisha haizidi hicho kiwango ulichokiseti. Unapozidi hapo unaenda kuathiri maeneo mengine ya bajeti yako na utajikuta upigi hatua yoyote. Hatua ya pili ambayo unatakiwa kuifuata ni tumia kanuni rahisi ya 50-30-20. Kwa nini tunatumia kanuni hii? Hii ni kanuni ambayo inakusaidia kuzitenga fedha zako au kuzifanyia utaratibu katika namna ambayo inaenda na uhalisia wako, lakini haiathiri mwelekeo mzima wa kifedha katika maisha yako. Hatua ya 3 ambayo unatakiwa kuitumia, tumia pesa taslimu pale inapobidi. Matumizi ya kadi na simu huwa yanaingiza watu katika matumizi makubwa bila wao kujua, kutokana na makato yanayokuwepo katika hizo huduma. Ili uweze kudhibiti matumizi yako, jaribu kuepuka yale matumizi ambayo yanatokana na kutumia kadi au simu kufanya malipo ya yale matumizi yako ya kila siku. Nimalizie kwa kusema Dave Ramsey aliwahi kusema, fedha zako zinapokosa mpango huwa zinaisha haraka. Chukua hatua sasa. Panga, fuatilia fedha zako ili uweze kujua ni wapi senti zako zinapotelea. Chukua na ufanye challenge hii. Andika matumizi yako ya kila siku ndani ya siku 7 mfululizo. Ninaamini zitaenda kukuongezea kitu na matokeo yake yatakushangaza sana katika usimamizi wa fedha zako. Mpaka hapa sina la ziada. Tukutane wiki ijayo. Mimi ni Maombi Abdieli
kutoka Toronto Legacy Services, na kipindi hiki kinakujia kwa ushirikiano mkubwa wa Land Dwellers Media pamoja na Toronto Legacy Services. Endelea kufuatilia Land Dwellers Media.